Tunakualika katika jambo la leo Machi 30 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni hayo utakayoyasikia. Mwanamke mjamzito afariki dunia kituo cha afya Karema mkoani Katavi, tukio linalodaiwa kuhusishwa na uzembe wa utoaji huduma. Akasema nesi, mgonjwa wako anakuita kule. Akasema achana naye huyo. Kwa kweli hakuja tena yule nesi, akaendelea kukaa kule na chati na simu. Ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi bilioni 22.7 sawa na 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023/2024. Bunge la Israel kuamua kuhusu hukumu ya kifo kwa Wapalestina. Mradi wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Arusha waibua mjadala baada ya gharama zake kuongezeka kwa 81%. Mwanamaisha Fresh unaweza kufuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Licha ya juhudi za serikali za kuimarisha huduma za afya hususan maeneo ya vijijini, changamoto za uzembe bado zinaripotiwa. Katika kituo cha afya Karema wilayani Tanganyika mkoa wa Katavi, mwanamke mjamzito amefariki dunia, tukio linalodaiwa kuhusishwa na mapungufu katika utoaji wa huduma. Daniel Gahu na taarifa kamili. Walisema alikosa damu. Lakini nafahamu mtoto wangu ameanza kliniki akiwa Dar es Salaam, alikuwa na huduma yote vilikuwa vimepatikana, kadi alikuwa nayo, damu zilikuwa za kutosha. Maana wakadai kinachotakiwa hapa damu iongezwe, lakini wakasema damu hapa hamna. Ikaonekana wafanye utaratibu wa damu, lakini watu wajitokeza wengi kwa ajili ya kujitolea damu, lakini manesi kufanya juhudi hiyo. Lakini baada ya hapo wakatuambia tumefanya utaratibu wa damu, kwa wamepata damu wamemwekea. Tumekaa katika yale kama masaa matatu, umeme bado upo. Lakini tukuja kukabaka muda saa 10 kasoro ndio ambulance inakuja. Hapo muda wote tuambia ambulance inakuja toka saa 5, umepiga simu saa 5. Ambulance inakuja kupatikana saa 11 kasoro. Kwa hiyo inapofika ambulance imefika paka kwenye kituo pale cha afya, ikapanda kwa ajili ya kuchukua mgonjwa. Akili kilichotokea akatukuduma kimesha mtoto, tumepoteza mama na mtoto. Kimimi kiakili kibinadamu nikajua hapa ni uzembe uliofanyika katika madaktari. Kwa sababu generator pale najua ipo, ile ni hospitali kubwa, generator ipo, lakini cha ajabu tunaambiwa tutoe pesa kwa ajili ya ambulance. Eti tutafute gari. Hicho kitu kitushangaza sana watu wengi. Mgonjwa akaendelea kuhangaika maana alikuwa nasikia baridi kipindi tumefika. Baadaye akasema mama nasikia joto. Akasema hii akisikia hali ya joto imebadilika, labda hali ya kujifungua imefika. Na pia akaanza kupiga kelele, nesi naomba unisaidie. Nikamkimbilia nesi. Nilipomkimbilia nesi aliyotupokea, akasema nesi, mgonjwa wako anakuita kule. Akasema huyo nimeshampima, bado yuko mbali, achana naye. Nikamwambia hivi, huyu ni nzao la kwanza, twende ukamwangalie. Naweza kusema yuko mbali, kumbe huu muda ambao tumekaa umekuwa mrefu, saa zingine hali inataka kubadilika. Akasema achana naye huyo. Kwa kweli hakuja tena yule nesi, akaendelea kukaa kule na chati na simu. Kwa hiyo kwa wakati ule tulikuwa tunajua kwamba walikuwa wanatuambia tulikuwa tunafanya utaratibu wa upasuaji. Tukajua wako wanafanyia upasuaji. Lakini kumbe huo utaratibu wa upasuaji haukufanyika. Yaani huduma kwa kweli niliona imekuwa kama vile ni slow sana. Haikufikia malengo ya mgonjwa jinsi ambavyo tulimpeleka. Taifa limepoteza nguvu kazi, lakini pia familia imepoteza. Zaidi tunamwombea pumziko la amani huko aliko. Jambo la hapa Dar es Salaam, deni la taifa limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7 sawa na 13.04 ikilinganishwa na ongezeko la mwaka wa fedha
2023-2024 ambalo limechangiwa na mikopo ya nje na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, huku deni hilo likitajwa kuwa ni himilivu. Hamebainishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kichere wakati akikabidhi ripoti ya mamlaka hiyo kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu Dar es Salaam. Hadi kufikia tarehe 30 Juni 2025, deni la serikali lilifikia trilioni 110.05. Kiasi hiki kinajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 35.5 na deni la nje la shilingi trilioni 74.55. Ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7, sawa na asilimia 13.04 ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023-2024. Ongezeko hili limechangiwa zaidi kwa kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani. Kumechangia ongezeko la deni la shilingi trilioni 2. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uhimilivu wa deni imebaini kuwa deni la serikali bado lipo ndani ya viwango salama vinavyokubalika kimataifa. Thamani ya sasa ya deni lote la umma kwa pato la taifa ikiwa ni asilimia 40.7 chini ya ukomo wa asilimia 55, na deni la nje kwa pato la taifa likiwa ni asilimia 24.9 chini ya ukomo wa asilimia 40. Uwiano wa deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 125.5 ambao bado upo ndani ya kiwango cha asilimia 180. Ameongeza kuwa mamlaka hiyo pia imebaini kusimama na kuchelewa kwa miradi mbalimbali ya maendeleo na uwepo wa malimbikizo ya deni la serikali yanayofikia shilingi trilioni 6.58. Mheshimiwa Rais, ukaguzi umebaini kusimama na kuchelewa kwa miradi ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.79 katika sekta mbalimbali ikiwemo maji, barabara na mamlaka za serikali za mitaa. Wizara ya Maji na Ruwasa, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 763.6 ambapo miradi 435 imechelewa kukamilika na miradi 9 imetelekezwa. TANROADS, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 754.17, 33 imeathirika, 21 iliyosimama au kutelekezwa. Mamlaka serikali za mitaa, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 108.49, 671 na suasua, 215 imesimama, 14 imekamilika lakini haitumiki. TARURA, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 105.56, 47 imetelekezwa na wakandarasi. Serikali ina malimbikizo ya madeni yanayofikia shilingi trilioni 6.58 yanayodaiwa na wakandarasi, watumishi na fidia kwa wananchi waliopisha maeneo ya miradi. Akipokea ripoti hizo kutoka CAG, TAKUKURU na PPRA, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amepokea ripoti hizo kwa mujibu wa sheria na kuahidi kufanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa, huku akimwelekeza mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba kuyataja mashirika na taasisi zinazofanya vibaya zaidi katika ripoti ijayo. Ndugu zangu, leo ni mara ya kwanza napokea ripoti hizi 3 kwa pamoja. Umekuwa utamaduni wetu kupokea ripoti 2, ile ya TAKUKURU na ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa mwaka huu niliamua taarifa ya PPRA iwasilishwe sambamba na ripoti hizi 2 za CAG na TAKUKURU. Kwa upande wa CAG, yeye analo jukumu la kufanya ukaguzi katika matumizi ya rasilimali za umma. TAKUKURU nayo ina jukumu la kutekeleza mikakati mbalimbali ya kubaini, kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa. PPRA inasimamia ununuzi wa umma ili kuhakikisha thamani ya fedha inawiana na manunuzi yanayofanyika. Nimesikiliza kwa makini ripoti na taarifa zote zilizowasilishwa. Kwa bahati nzuri, CAG ametuandikia vizuri sana. Amebainisha mapungufu lakini ameweka na mapendekezo yake. Nini kifanyike ili kuondokana na hali hiyo? Serikali utachukua hatua kama ilivyoelekezwa na sheria zetu na kama ilivyopendekezwa na CAG. Vile vile nikuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya, nani wamefanya, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria za manunuzi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa pia dhidi yao. Lengo likiwa ni kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na kutumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Haya, tunatumai mwaka kesho watakapotoa ripoti zao basi
enda moja kwa moja kwa kuwataja wale ambao wamefanya vibaya ili basi waweze kufanya vizuri kwa wakati mwingine. Jambo la kimataifa, bunge la Israel linatarajiwa kujadili muswada utakaohalalisha hukumu ya kifo kwa Wapalestina watakaopatikana na hatia ya kuwaua Waisrael katika ukingo wa Magharibi. Kupitishwa kwa muswada huo kutakuwa kilele cha msukumo wa miaka mingi wa siasa za mrengo mkali wa kulia nchini Israel wa kuongeza adhabu kwa Wapalestina waliohukumiwa kwa makosa ya siasa za kizalendo dhidi ya Waisrael. Wapinzani wa muswada huo wanautaja kama wakibaguzi wa rangi, katili na usioweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kipalestina. Na katika michezo, mradi wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Arusha umebainika kuwa na tofauti ya makadirio na thamani ya mkataba, ambapo likadiriwa kugharimu shilingi bilioni 187 na kusainiwa kwa shilingi bilioni 338.54, ikiwa ni ongezeko la 81%. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kichere amesema hayo wakati akikabidhi ripoti ya mamlaka hiyo kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu Dar es Salaam, na kusema kuwa udhaifu huo unaweza kusababisha matumizi yasiyo na tija na kukosekana kwa thamani halisi ya fedha za umma. Udhaifu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa Arusha. Nilibaini mapungufu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa Arusha wenye thamani ya shilingi bilioni 338.54. Hali inaashiria kukosekana kwa thamani halisi ya fedha katika matumizi ya rasilimali za umma. Kulikuwa na tofauti kubwa kati ya makadirio na thamani ya mkataba, ambapo mradi ulikadiriwa kugharimu shilingi bilioni 187 lakini ulisainiwa kwa shilingi bilioni 338.54, sawa na ongezeko la 81%. Hali hii inaonyesha kuwa makadirio hayakuwa sahihi na liathiri maamuzi ya kibajeti pamoja na utekelezaji wa mradi. Pia, mkandarasi alipatikana kwa njia ya mzabuni mmoja kwa kisingizio cha dharura bila kuwepo ushahidi wa hali hiyo. Hii iliondoa ushindani ambapo ungeweza kuhakikisha upatikanaji wa bei nafuu na kulinda maslahi ya serikali. 3, majadiliano ya zabuni yalifanyika kwa udhaifu, ambapo sehemu kubwa ya vipengele vilivyojadiliwa havikuwa vimeidhinishwa kwenye mpango wa majadiliano na wigo wa kazi ulipunguzwa bila kupunguza gharama ipasavyo. Aidha, gharama zisizo halali ikiwemo shilingi bilioni 3.27 za gharama za zabuni zilijumuishwa katika mkataba na kubebwa na serikali. Kwa ujumla, Mheshimiwa Rais, hali hii inaonyesha udhaifu katika upangaji wa miradi, uteuzi wa kandarasi na usimamizi wa majadiliano na mikataba. Udhaifu huo unaweza kusababisha matumizi yasiyo na tija na kukosekana kwa thamani halisi ya fedha za umma. Na hivi ndivyo tunavyoweka nukta jambo la leo la Machi 30 mwaka 2026. Miongoni mwa waliosikika jioni hii ni pamoja na haya. Mwanamke mjamzito afariki dunia kituo cha afya Karema mkoani Katavi, tukio linalodaiwa kuhusishwa na uzembe wa utoaji huduma. Ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7. Sema nesi, mgonjwa wako anakuita kule, akasema achana naye huyo. Kwa kweli hakuja tena yule nesi, akaendelea kukaa kule anachati na simu. Deni la taifa latajwa kuongezeka kwa 13.04 kwa mwaka, likichangiwa na mikopo ya nje na kushuka kwa thamani ya shilingi. Ndani ya mwaka mmoja deni limeongezeka kwa shilingi trilioni 12.7, sawa na 13.04, ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2023-2024. Bunge la Israel kuamua kuhusu hukumu ya kifo kwa Wapalestina. Mradi wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Arusha waibua mjadala baada ya gharama zake kuongezeka kwa 81%. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Uwe na jioni njema.